Afisa mdhamini wa Idara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Pemba Dr. Salum Mohamed Hamza amewataka watendaji wa idara hiyo ambao wamepatiwa mafunzo ya kuwajengea uwezo ya uendeshaji wa wizara hiyo kila mmoja kusimamia majukumu yake ya kiutendaji ili kuepuka migogoro ambayo inaweza kujitokeza pamoja na kupata mabadiliko chanya ya kiutendaji. Afisa mdhamini Dr. Salum amesema hayo wakati alipokuwa akifunga mafunzo ya kuwajengea uwezo maafisa uendeshaji wa Idara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi huko katika ukumbi wa Makonyo Chake Chake, mafunzo ambayo yalitolewa na Chuo cha Utawala wa Umma IPA chini ya ufadhili wa mradi wa TAZFOM unaofanya kazi zake chini ya Idara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi. Kila mmoja fanya nini? Wajibu wake. Ukimtetea mtu umtetee kwa hoja kwamba yes anastahili kufanya kutetewa. Sio wewe unatetea unaumia, lakini kuna watu wanakuona. Kwa bahati nzuri hatufanya kazi peke yetu. Kuna watu wanakuona you are not committed. Sawa? Halafu mimi nikutetee. It will be very impossible. Haitawezekana. Uzuri hizo hapo hicho kitu kinafundisha chote. Kwa mfano sheria za utumishi wa umma ukija pale ofisini zipo, miongozo ipo, kanuni zipo. Akieleza lengo la mradi kwa maafisa waendeshaji wa Idara ya Uchumi wa Bluu ambao wamepatiwa mafunzo hayo, mratibu wa mradi wa TAZFOM Zanzibar Mohamed Said Hamisi amesema mradi umelenga kukuza shughuli za uvuvi pamoja na kutoa fursa za kiuchumi kwa wanajamii wa ukanda wa Pwani. Lengo kuu la mradi ni kukuza usimamizi endelevu wa shughuli za uvuvi pamoja na kuongeza upatikanaji wa fursa za kiuchumi kwa wanajamii wa ukanda wa Pwani. Kupitia utekelezaji wake, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inalenga kuimarisha matumizi endelevu ya rasilimali za bahari na uvuvi pamoja na kuhakikisha kuwa sekta hii inachangia kwa kiwango kikubwa zaidi katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa upande wao, washiriki waliopatiwa mafunzo hayo, Mara Mabedi, Halima Amur Salum pamoja na Hassan Heri Hassan wakizungumza kwa niaba ya washiriki wenzao wamesema nashukuru uongozi kwa kuliona hili swala la kupa mafunzo kwamba lina umuhimu kutukumbusha majukumu yetu ya kazi, vipi tunatakiwa kufanya tulipo kazini na mambo gani ya kuepuka katika maeneo yetu ya kazi. Kupitia mafunzo haya watumishi tutaimarisha usimamizi wa shughuli za uchumi wa bluu ikiwemo uvuvi, ufugaji. Hii itachangia kukuza uchumi, kuongeza ajira na kuboresha maisha ya wananchi. Na isiishie kwetu, kwa sababu sisi ni wachache tu ambao tumebahatika kupata haya mafunzo kwa wakati huu, lakini tunao wenzetu vile ambavyo tumekubali sisi kujicommit kupitia mafunzo haya kwamba tutabadilika. Zaidi ya maafisa 30 wa uendeshaji wamekabidhiwa vyeti vya uhitimu wa mafunzo hayo. Nikiripoti kutoka Kisiwani Pemba, mimi Maulid Hamisi.